mchezo na kuiendea mechi umekuwa mkubwa sana kwake, jambo ambalo linawasaidia Simba na kuona wanazidi kusogea zaidi. Na watu tunawaambia kitu kimoja, unajua ushindi wa Simba ni ushindi ambao umeleta faida kubwa kwenye eneo zima la pointi za CAF kupeleka timu kimataifa, sio? Sababu inafahamika kwa upande wa CAF kwenye ligi kuna mataifa ambayo yamekizi vigezo vya kupeleka timu 4, ambazo hizo timu 4, 2 zinakwenda Confederation, alafu 2 zinakwenda CAF Champions League. Sasa taifa la Tanzania ni miongoni mwa mataifa hayo, na kumbuka sisi tulikuwa tunashindana baadhi ya mataifa. Miongoni mwa mataifa ambayo tulikuwa tunashindana nayo ni Libya, sio? Ambao wao timu zao msimu huu hazijafanya vizuri. Tunazungumzia Tripoli, Al Ittihad hawajafanya vizuri. Kwa hiyo tumepata nafasi kubwa kwa Simba tu kuenda finali, imeongeza point nyingi sana ambazo sasa hizi point zinafanya taifa la Tanzania liwe na uhakika wa kupeleka timu 4 misimu 3 mfululizo. Yaani hata kama tutaishia hatua ya mtoano kwa misimu 3, tutakuwa na nafasi ya kupeleka timu 4 katika mashindano ya kimataifa, kwa maana Confederation timu 2, lakini pia CAF Champions League tutapeleka timu 2. Sasa watu wanaweza wasielewe kivipi na kwa nini tunapeleka hizi timu na tumefikaje hapo, faida imetokea wapi baada ya Simba kupata ushindi. Ukitazama baada ya Simba kupata ushindi imeongeza point 5 kwenye upande wa ranking za CAF. So naelewa vizuri. Na imefikisha pointi 82.5. Manake tumefikia nafasi ya Tunisia kwenye eneo la kupeleka timu sasa. Timu 4. Tumefikia nafasi ya Tunisia, ambayo Tunisia yenyewe ina nafasi kubwa ya kupeleka hizo timu 4. Na hakuna nafasi ya kupeleka timu 5? Hapana, timu 4. Kwa sababu pale Uingereza hivi sasa msimu ujao timu 5 zinakwenda UEFA. Kwa maana wao sasa wanafanya maboresho kila siku ya kanuni zao ambazo wamezitengeneza. Sasa sisi tukirudi kwetu kwa sasa, ukiangalia Tanzania inakuwa na uhakika sasa wa misimu 3 mfululizo kupeleka timu 4 kwenye mashindano ya CAF, hata kama timu za Tanzania pia zitaenda kufanya vibaya kwenye mashindano ya kimataifa. Na katika misimu hiyo 3 tukiendelea kufanya vizuri, maana yake tunazidi kujiwekea uhakika zaidi. Tunazidi kujiwekea uhakika zaidi. Kama uhakika ambao wamejiwekea Misri, Algeria, Tunisia. Unajua kwa sasa hivi tunapozungumza pamoja na Morocco. Unajua unapozungumza hayo mataifa yote, tazama Morocco, Berkane yuko finali, sio? Angalia Algeria, mara nyingi utawaona au Constantine wametolewa juzi hapa. Wamekuwa timu nyingi, msiaji nafikiri alikuwa juzi kwenye hatua za za robo, sio? Kwa utaona mataifa yamekuwa na consistency. Amekwenda kuiwakilisha Misri. Pyramid yuko na Misri finali, Ahli katolewa nusu. South Africa ukienda pale Mamelodi, Orlando ametolewa juzi hapa, Stellenbosch mwenyewe katolewa. Utaona ni aina ya mataifa ambayo tunashindana nayo kwa season, wanawaka kwenda semi-final, kwenda final, ama kwenda kuchukua kombe kabisa la Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi tulikuwa tuna struggle kwa muda mrefu sana. Ndio maana nikasema njia hii ambayo vilabu vya Tanzania vimekuja nayo, kwangu mimi sehemu nzuri wanapongeza. Simba na Yanga ni timu ambazo sasa hivi zimehama kwenye ubishani wa maneno. Wamehamia uwanjani. Yaani unajua kuna kipindi ilikuwa Simba na Yanga ni story za vijueni kwenye gahawa, kwamba kila mmoja anaamini yeye ni bora. Tambo akienda kimataifa, hatua ya awali wanatolewa wote. Imetuchukua miaka mingi sana kupata ushindani ama kwenda kufanya vizuri kimataifa. Na baada ya miaka mingi, just imagine, ndani ya miaka 3 timu za Tanzania 2 zinakwenda finali. Sio naelewa vizuri. Ni kama vile Sergio Frank, soka la Kongo limehamia Tanzania. Yaani kuna kipindi Kongo walikuwa wanatamba sana kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa hivi Tanzania tunatamba kwenye mashindano ya kimataifa kupitia Simba na Yanga. Umeelewa? Back to back
finali mara 2 ndani ya misimu mitatu ni kitu kikubwa, tumevuna alama nyingi sana. Ndio ukiangalia hapa Simba yeye baada ya kuongeza alama zake 5 kwenye CAF ranking, maana sasa tunapozungumza Simba amefikisha point 48 kwenye ule msimamo wa point na vilabu bora barani Afrika, ambapo kwenye hizo point 48 kumbuka anayeongoza ambaye ndio mtu wa kwanza ni Al Ahly mwenye point 78, sio? Mamelodi Sundowns ambaye ndio yuko nafasi ya pili ana point 62, wakati Esperance de Tunis ambaye yuko nafasi ya 3 yeye ana point 57. Ukiangalia point za Simba 48 kufikia 57, endapo Simba msimu ujao akafika hatua labda ya nusu finali ligi ya mabingwa Afrika ama finali, kuna uhakika wa kukata tena alama za Esperance de Tunis, kwa sababu inategemea kama Esperance msimu ujao pengine atafanya vizuri, anampa nafasi Simba ya kuongeza alama zaidi. Kwa hiyo inawezekana ndani ya miaka 3 ama 4 timu ya Tanzania ikaingia katika timu bora 3 barani Afrika na ikazidi kuhakikisha nafasi zaidi za vilabu kutoka Tanzania kushiriki ama timu nyingi kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa, nikiwa na maana ya timu 4. Kwa hiyo mpaka hivi sasa tunapozungumza, kwa kile ambacho Simba amekifanya kwenda finali, imeleta faida kubwa ya yeye kupanda ama kuongeza hizo alama, lakini pia timu kuwa na uhakika wa kwenda katika mashindano ya kimataifa. Na endapo mashindano haya hayatabadilishwa, kwa sababu kwenye vikao vya CAF ipo maada ambayo inaonyesha kwamba huenda mashindano ya shirikisho yakafanyaje, yakafutwa, si ndio? Wakawa wanaangalia namna ya kuboresha kombe la AFL na ligi ya mabingwa kwenye ushiriki ya vilabu hivi vinne vinashiriki vipi kwenye haya mashindano ambayo ya AFL ambayo bado hajapewa promotion kubwa kiasi hicho, na mpaka hivi sasa tunazungumza haujajua yanaanza lini. Umeelewa? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kama yatafutwa shirikisho, zinaweza kutengenezwa kanuni ambazo zitakuwa favorite zaidi kwa timu 4 za Tanzania kushiriki mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika na hii AFL. Kwa bado kuna advantage kubwa sana. Msimu mmoja ambaye alichukua Mamelodi Sundowns finali wakicheza na Wydad Casablanca. Ndio maana nikasema finali ilikuwa ni Wydad ama Ahly? Ilikuwa Wydad. Tena anakufa pale pale Pretoria kwa Mamelodi. Mamelodi akiwa nyumbani, mashabiki wao wakaingia bure kwenye finali. Mamelodi anakwenda kwa bingwa, Maseko akiwa kwenye ubora mkubwa sana kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaona football kila siku wanasema inabadilika, na lazima kuna kitu Lusajo Frank tukubaliane. Unajua kuna wakati tupike mahala tukubali kwamba kwa Tanzania kuna namna ambavyo tunakaribia kuwaweza ama kuweza mpira wa umeelewa Afrika Kaskazini, nikiwa na maana ya kwamba miaka ya nyuma timu zetu zikikutana na timu za ukanda ule ilikuwa ni shida kweli, yani kuna hofu kubwa sana. Lakini sasa hivi ukiona finali inapigwa, kuna timu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, kuna timu kutoka ukanda wa kina Mamelodi, umeelewa? Ile kuna kitu kikubwa sana. Unajua hata Mamelodi mwenyewe tunamzungumza alikuwa ni Mamelodi ambaye msimu labda 16 Osmani anawapa ubingwa, akitoka pale Mamelodi kwenda finali kwake ni changamoto kweli. Kwa hiyo bwana, hata wenyewe finali ambayo wameingia hivi sasa ni wameweka pia rekodi, ni finali yao ya 3. Sio kitu rahisi. Kwa hiyo unaona kuna namna ambavyo huko makundi ukikutana nao wanakupa kisago, robo finali wakifika nusu wanatepeta. Na shughuli ndio inatakiwa ianzie hapo, kwamba shida ilikuwa unachezaji hatua za knockout, na hapo ndio ulikuwa unakuta Al Ahly mbaya, Esperance mbaya sana, Wydad akikutana naye maeneo haya mbaya. Lakini kwa wakati huu unaona kuna improvement kubwa sana ambayo Simba alikuwa na changamoto ya namna ya kuziendea mechi za ugenini. Katika mchezo wa jana walifanikiwa katika maeneo yapi, na ni kitu gani ambacho Simba walikifanya na kufanikiwa kutinga katika hatua ya finali?